Naam, habari za wakati huu Mwanabaharia TV. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo leo na kurejesha miaka kadhaa hapo nyuma, ama katika kipindi cha miaka mitano ya aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa awamu ya tano wa Tanzania John Pombe Magufuli bado anaendelea kukumbukwa kutokana na kauli zake zilizokuwa na msisitizo mkubwa wa nidhamu, uzalendo na maendeleo ya nchi, ambazo zimeacha alama katika historia ya uongozi wake. Kupitia Baharia TV nimekukusanyia baadhi ya kauli zake 10 maarufu ambazo zimeendelea kuzungumzwa hadi leo kutokana na uzito na ujumbe wake kwa jamii. Baharia TV tunahakikisha tunakuletea zile habari kemkem pamoja na matukio kama haya ambayo bado yanaendelea kuishi kwenye mioyo ya watu. Tuende tukapate kusikia kauli 10 tata za Rais John Pombe Magufuli, na hii ni Baharia TV. Hizo hera kama alizichukulia mkononi zitatokea mahali popote ambapo pako wazi. Kwa sababu sasa hivi uchumi unaenda vizuri sana, na bahati nzuri tuna pesa nyingi tunazo. Nimepanga kwa mfano, mimi nachukia wezi, na kwa kweli wezi watakoma tu, awe mwizi wa Tanzania, awe mwizi wa Ulaya, awe anatoka west, east, south, mwizi ni mwizi tu. Lazima waule wachuya. Kwa hiyo tutaendelea kubana mianya yote ambayo wenzetu wamekuwa wakiitumia na kulifanya taifa hili kuwa taifa la usindikizaji na kuwa taifa la maskini. Nimeeleza mengi ndugu zangu, kwa jinsi tunavyodhulumiwa, saa nyingine kwa kutumia baadhi ya watendaji wetu wachache ambao sio waaminifu walioko ndani ya serikali, kwa kusaini mikataba ya ajabu ambayo hata mababu zetu waliokufa miaka 500 iliyopita wasingeweza kusaini mikataba ya namna hiyo. Hakuna cha mtu aliye maarufu, hakuna mwanasiasa, hakuna askari, hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe. Hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha, we shika tu peleka. Kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu. Ninapowaeleza uchumi wetu ni mzuri kweli. Kuwa uchumi mzuri haina maana ya kuwa na mahera umeyajaza chumbani. Uchumi ni pamoja na kuwa hera ngumu kuipata. Kizuri hakipatikani ovyo ovyo. Ni lazima utoe jasho. Kuanzia leo iwe ni marufuku na wakalisimamie hili. Michango, sitaki kusikia mwananchi yoyote mahali popote akilalamika kwamba mtoto wake amerudishwa shule kwa sababu ya michango. Na walimu wote mahali pote walipo wasishike mchango wote wa mwanafunzi, uwe wa maabara, uwe wa madawati, uwe wa nani, wasishike mchango kutoka kwa mwanafunzi. Michango kama ipo, kama kuna mzazi atakuwa na interest ya kuchangia, atapeleka kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yule kama anataka kutengeneza madawati, atatengeneza madawati, ataipeleka kwenye shule inayohusika. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa dawati. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa chakula. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwa kwa sababu hajatoa mchango. Wapo watumishi
ambao wamebadilisha umri wao wa kuishi, wamebadilisha miaka yao. Unakuta ni mzee kabisa, lakini yeye hati hasitaafu. Huyo naye hana utofauti sana na hewa, kwa sababu ameshamaliza muda wake, hataki kutoka kazini, awaachie wengine nao waje wafanye kazi, anaendelea kukaa pale kubadilisha miaka. Mimi hapa nilikuwa nimebakiza miaka 2 tu kustaafu, lakini hebu kaangalieni kwenye maofisi yenu, wapo watu ambao ni wazee kuliko mimi bado wanafanya kazi, tena ndio wanasema ndio wakati umefika. Hao nao dawa yao tunaichunguza. Ripoti litakapokuja ya yale magari ya ovyo yale ambayo ni ya wizi, na mimi nafahamu, mpaka hata mletaji nafahamu, na alichokuwa nataka kufanya, I have all the information, ila nataka mzilete ninyi information ili nijue kama tunaenda direction moja au wengine wana direction nyingine. Yale magari yaliyokaa miaka 10 mle ndani, wakati sheria inasema gari likishakaa siku 21 linaweza likapigwa mnada, na ninyi huwa mnakaa mnada mnautengeneza ili kusudi magari hayo myanunue ninyi kwa watu wenu mnaowajua. Nataka iishi. Nataka magari yaliyokaa muda mrefu myatoe, expose, yajulikane, hata kama ni kuwagawia wafanyakazi bure badala ya kukaa. Lakini fedha za road fund unazikumbuka? Hapana Mheshimiwa Rais, hela za road fund labda aje mweka hazina. Wewe si ni mkurugenzi? Ndio, mimi ni mkurugenzi, lakini mimi na idara nyingi sana Mheshimiwa Rais. Siwezi nikaweka kila kitu. Uwezo ukanijibu hivyo mimi, umenielewa? Ndio Mheshimiwa Rais. Nataka uniambie fedha za road fund ni kiasi gani? Sizikumbuki kiasi gani, lakini zililetwa. Naogopa kusema uongo. nasema uongo Nkoi. Kwa hiyo nataka kuwaeleza tuko vizuri, na ndio maana hata hii treni sasa hivi tumeanza kuijenga ya umeme, sio ya kuendeshwa na diesel. Tunatengeneza ya umeme, na tumeanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa fedha za ndani za Watanzania trilioni 7. Hata kama itachukua miaka 10, nataka niwaambie Mwanza itafika, na spidi yake ni zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Kwa hiyo kwa hii kesha tuaye na huyo ulisatorera ule Morogoro. Tunataka Tanzania mpya, hilo ndio lengo langu. Na ndio maana hata nilipofika hapa sikusema CCM oye, kwa sababu yapo yaliyokuwemo CCM yalikuwa majizi sana kuliko hata ya Chadema. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.